sikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote. Ninakukaribisha ndugu mpenzi, msikilizaji na mtazamaji wangu katika siku ya leo ambapo tunakwenda katika mfululizo wa masomo ambayo tumeandaa kwa ajili yako, na masomo haya yanakwenda kwa jina la kubadili changamoto kuwa mradi. Masomo haya ni maalum na muhimu sana kwa ajili yako. Kwa hiyo ninaomba ufuatane nami, usije ukakosa. Tega sikio, kaa vizuri, uweze kusikiliza kile ambacho tunakwenda kukifundisha mchana wa leo. Na nikwambie tu kwamba wapo watu wengi ambao anapoingia katika changamoto anajikuta amepotea kabisa, lakini nataka nikualike kwamba matatizo yanaweza kukusaidia wewe kutafuta suluhisho zaidi. Na watu wengi ambao wamefanikiwa ni wale ambao walitafuta suluhisho la tatizo, na wanapopata suluhisho la tatizo wanakuwa wamejenga kitu kikubwa. Kwa hiyo ndugu msikilizaji na mtazamaji, ni kualike kufuatana nasi katika mfululizo wa masomo haya, ambayo masomo haya ni ya muhimu sana. Yatakufanya ubadilike kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa sababu changamoto au matatizo yatakubadilisha kabisa uelekeo, kama ulikuwa chini kupanda juu zaidi. Lakini mwisho wa haya yote, Kristo anataka aweze kukufuta machozi na kuyaondoa, na mwisho tukutane naye katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ninakualika, karibu kutazama na kusikiliza ili tuende kwa pamoja katika mfululizo wa masomo haya. Mungu akubariki mchana wa leo. Karibu sana. Asante. Habari za asubuhi wapenzi na wasikilizaji na watazamaji wa Mahubiri TV. Napenda kualika katika somo la muhimu sana asubuhi ya leo, somo ambalo lina kichwa kinachosema Yesu anakutafuta. Somo ambalo kwa hakika ni la muhimu sana katika maisha yetu. Na kabla tujaanza somo hili, naomba tuweze kufumba macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa kuwa pamoja nasi tunapokwenda kwa ajili ya kujifunza somo hili la maana sana katika maisha yetu. Tunaomba uwe mwalimu, uwe mwenyekiti, uwe kiongozi. Baada ya somo hili tukakuone wewe katika maisha yetu. Tubariki, utuongoze kwa jina lako Yesu. Amen. Niwakaribishe tena kama nilivyotangulia kusema katika somo hili. Kwa majina naitwa Frederick Jonathan Sogoseye. Tuko katika somo la muhimu, somo la maana. Yesu anakutafuta. Yesu anakutafuta kwa njia gani? Naomba tusome katika kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa 36 mpaka 50. Luka 37 katika kitabu cha Luka 37 mstari wa 36 mpaka 50. Luka 37 mstari wa 36 mpaka 50. Luka 37. Luka 37, neno la Bwana linasema, Luka 7, Luka sura ya 7 mstari wa 36 mpaka 50. Neno la Bwana linasema, mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi alipata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo. Alileta chupa ya marhamu ya marimari yenye marhamu, akasimama nyuma karibu na mguu wake akilia, akaanza kudondoshea miguu yake machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusu miguu yake na kuipaka yale marhamu. Basi yule Farisayo
aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii, angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Yesu akajibu akamwambia, Simoni, na neno nitakalo kukwambia. Akasema, Mwalimu, nena. Akasema, mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili, mmoja amwia dinari 500 na wa pili 50. Nao walipokuwa hawajawa na cha kumlipa, aliwasamehe wote wawili. Katika hao wawili, yupi atakayempenda zaidi? Simoni akajibu akasema, nadhani ni yule aliyemsamehe nyingi. Jamani, Bwana asifiwe. Wakati Yesu amefanya uponyaji kwa Simoni mkoma, Simoni mkoma aliadhimia kwamba siku moja afanye sherehe ya kumkaribisha Yesu nyumbani kwake. Na alipoazimia, alitafuta muda ambao ni mzuri ambao atamkaribisha nyumbani yeye pamoja na wanafunzi wake. Na muda aliona unafaa ni muda ambao ilikuwa wiki ya mwisho ambayo ilikuwa ya mateso kabla Yesu hajafa msalabani na kufufuka kwenda mbinguni. Ndipo alipowaalika wanafunzi wake. Aliandaa sherehe kubwa na ya pekee na ya maana kwenye maisha yake. Akawakaribisha wanafunzi wake, akawakaribisha pamoja na Mariamu na Martha pamoja na Lazaro. Na alipowakaribisha nyumbani kwake, ndipo akaandaa chakula kizuri. Watu wamekusanyika na wageni wengi walikusanyika, maana walijua Yesu anajiandaa kuwa mfalme katika Israeli, ili kufanya mapinduzi ya kumondoa Mrumi katika ufalme na kumrudisha Yesu kutawala kwa ajili ya Israeli. Lakini kumbe hawakujua nini ambacho Yesu alikuwa anakitafuta. Yesu alikuwa hatafuti vyeo vya dunia hii, badala yake Yesu alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, kurudisha daraja ambalo lilikuwa limepotea. Kwa hiyo akakaribishwa, na baada ya kukaribishwa akaja na wanafunzi wake, akamwalika na Lazaro aliyekuwa amemfufua wiki kadhaa kabla ya sherehe hii, amemfufua katika wafu. Na watu waliposikia kwamba Lazaro naye ni miongoni mwa watu watakao kuwepo, watu wengi walikusanyika katika nyumba ya Simoni mkoma, wakitegemea kwamba waweze kumwona Lazaro katika sherehe hii. Cha ajabu ni kwamba Mariamu Magdalena naye aliposikia habari hizi, naye alijiandaa kuja kumpaka Yesu mafuta kabla hajatawazwa kwa mfalme. Na kwa sababu alijiandaa kwa ajili ya kumpaka mafuta, na kwa kazi alikuwa anaifanya, alikuwa anaishi katika mji wa Magdala, mji ambao ulikuwa ni mji wa kibiashara. Na katika mji huu alikuwa na shughuli zake anazozifanya. Shughuli ya kwanza, alikuwa anafanya kazi ya ukahaba, na shughuli ya pili, alikuwa anafanya kazi ya kushona mashuka na kuyauza. Na kwa shughuli hizi alizozifanya, alikusanya pesa nyingi, akaweza kujenga nyumba yake mwenyewe. Kwa hiyo alikuwa anaishi huko. Lakini pia Mariamu Magdalena huyu ambaye tunamzungumza ni yule aliyetolewa pepo 7 na Yesu. Lakini Mariamu Magdalena huyu tunayemzungumza ni yule ambaye alikamatwa akiwa na zini, akaletwa mbele za Yesu ili Yesu aweze kumhukumu na watu waweze kumuua kwa mawe. Lakini baada ya kumkamata hakuruhusu watu wamuue kwa mawe, bali alichora dhambi za watu na wakajiona wote wana dhambi, na akamruhusu aweze kuondoka kwa amani. Kwa hiyo Mariamu Magdalena huyu ndiye ambaye anaendelea na kazi ya ukahaba na kushona mashuka, lakini mwisho anaazimia ndani ya moyo wake kwamba sasa ninarudi nyumbani, ninarudi kwa Yesu huyu ambaye amekuwa ni msaada
kwangu. Na wakati huu anapojiandaa kurudi, anafikiria anarudije. Ndipo anapokumbuka kwamba wiki hii ambapo tunakwenda kwenye sikukuu za Pasaka ndio wiki ambayo imetangazwa kwamba Yesu anakwenda kwa mfalme. Na kwa sababu Yesu anakwenda kwa mfalme, ninataka niwe wa kwanza kumpaka mafuta. Je, ni mafuta gani nitampaka? Akafikiria kwamba nitanunua marhamu ya thamani kubwa kwa ajili ya Mwokozi wangu Yesu. Akafikiria, akaenda dukani. Alipoenda dukani, akauliza bei ya marhamu. Bei ya marhamu ambayo wachunguzi wa maandiko, waandishi wa vitabu vingine, akiwamo Doug Batchelor ambaye aliandika katika kitabu cha At Jesus Feet, chini ya miguu ya Yesu, anaandika kwamba inakadiriwa ile marhamu aliyoinunua ilikuwa ya gharama wa kima cha mshahara wa mtu wa kawaida wa mwaka mzima. Kwa hiyo ilikuwa si pesa ndogo. Alipataje hii pesa? Aliuza nyumba yake, akakusanya na pesa nyingine, na hata alipokwenda kwa muuzaji wa hii perfume alimwambia Mariamu, ninakufahamu, marhamu ambazo huu unanunua si za bei hii unayoitaka. Akamwambia, sikiliza, awamu hii na kuja kivingine, kwa sababu hii marhamu nimekusudia iwe ya pekee, kwa sababu ni zawadi ambayo nampelekea Bwana wangu na Mwokozi wangu. Kwa hiyo akamuuzia ile marhamu, na alipomuuzia ile marhamu akaenda nayo, ndipo sasa katafuta kwenda kumtafuta Yesu. Na alipokwenda kumtafuta Yesu, akakuta nyumba imejaa wageni wa aina mbalimbali. Nyumba imejaa kabisa, na kwa sababu nyumba ilikuwa imejaa, akatafuta anaingiaje. Ndipo akaangalia Mwokozi wake Yesu amekaa upande gani, na alipouona ule upande aliokaa, akapitiliza moja kwa moja, akiwa amejitanda mavazi, akafika mbele za Yesu. Na alipofika mbele za Yesu, akakaa pale, na alipokaa pale, akaichukua ile perfume ya gharama kubwa, akaipasua, akaimimina chini ya miguu ya Yesu. Na alipoimimina ile perfume chini ya miguu ya Yesu, perfume ikaanza kusambaa kwa harufu nzuri, na watu wakaanza kuulizana, akiwemo Yuda Iskariote, kwamba huyu ni nani anayepasua perfume hii. Ndipo wakatambua kwamba ile perfume iliyopasuliwa ilikuwa ya gharama kubwa. Na wanafunzi wakaanza kuulizana kwamba, je, Yuda akasema perfume hii siingeuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Lakini Yesu akasema, masikini mko nao siku zote, lakini mimi hamnami siku zote. Kwa hiyo huyu aliyenipaka mafuta ametangulia kuandaa maziko yangu. Kwa hiyo changamoto ikaanzia pale kwa ile marhamu, na Yuda akasikitika. Lakini swali ni kwamba masikitiko aliyokuwa anasikitika Yuda ilikuwa si kwa sababu ya upotevu wa pesa, lakini kwa sababu alikuwa anapenda kujilimbikizia mali azitumie kwa maisha yake mwenyewe. Kwa hiyo ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Mahubiri TV, ninapenda kukwambia asubuhi ya leo kwamba Yesu bado anakutafuta kwa namna yoyote. Hata kama tunamkosea kwa kiasi gani, lakini bado Yesu bado anatutafuta, bado ananitafuta, bado anakutafuta, kama ambavyo alifanya kwa Mariamu. Mariamu kahaba huyu aliyekuwa kahaba akamtafuta, akamrudisha. Na Mariamu ikafika hatua akaamua moyoni mwake kwamba anaazimia kurudi kumtafuta Yesu. Ninakusihi asubuhi ya leo, hata kama una changamoto, hata kama una dhambi kiasi gani, ninakusihi asubuhi ya leo, mtafute Yesu. Mtafute Yesu, hata kama umemkosea kiasi gani, hata kama umemkosea kiasi gani, hata kama umetanga mbali kiasi gani, bado nafasi ingalipo. Bado Yesu anasema nawe mchana wa leo, rudi, ni wakati wako. Kama Mariamu Magdalena aliyekuwa mzinzi,
aliyekuwa kahaba, aliyekuwa anauza mwili wake, aliyekwenda akatoka nyumbani kwao Bethania, akawaacha ndugu zake ambao ni Lazaro pamoja na Martha, akawaacha nyumbani, akaenda akatanga mbali, akakaa huko, akafanya shughuli ambazo sio rasmi, lakini bado alikusudia moyoni mwake kwamba pamoja na haya ninarudi nyumbani, ninarudi kwa Bwana wangu. Lakini jambo la pili, aliandaa zawadi nzuri, zawadi ya kutangulia kumpaka mafuta Yesu, wakati watu wakifikiria kwamba ni wakati ambao sasa Yesu anakwenda kutawazwa kwa mfalme, kuondoa taifa la Israeli katika changamoto ya utawala wa Kirumi. Lakini kumbe ni wakati ambapo Yesu alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kifo cha msalaba. Na kifo hiki kina maana gani? Ilikuwa ni kifo cha kurudisha daraja lililokuwa limepotea kati ya mwanadamu na Mungu, daraja ambalo baada ya mwanadamu kutenda dhambi aliingia kwenye changamoto ya kukatika kwa mahusiano yake na Mungu. Na mahusiano haya ndiyo Yesu alikusudia kuyarudisha na kumrudisha huyu mwanadamu katika utawala wake ambao kabla aliupoteza kwa kula tunda ambalo alikatazwa na Mungu. Kwa hiyo asubuhi ya leo ninakualika na kukuomba, unaposikiliza mahubiri haya kupitia Mahubiri TV, ninakuomba, ninakusihi, Yesu anakutafuta. Na Yesu anasema wale wanaomtafuta ataonekana kwao. Ninakusihi, kisa hiki kimerekodiwa katika Injili zote, utajisomea vizuri na kuweza kuelewa zaidi, lakini ninakusihi urudi nyumbani. Yesu anakutafuta. Haijalishi umekuwa na dhambi kiasi gani, haijalishi umekuwa mzinzi kiasi gani, haijalishi umekuwa mwizi kiasi gani, haijalishi umekuwa msengenyaji kiasi gani, haijalishi ni dhambi gani umeifanya iliyo kubwa, lakini Yesu bado anakutafuta. Njoo ulivyo kwake. Yeye anakusihi, njoo mpendwa, maana amenyosha mikono yake katika msalaba wa Kalvari akikusihi kwa huruma zake, njoo. Ni wakati maalum ambao sasa anahitaji kukutoa katika utumwa wa dhambi hiyo, kutoa katika gereza la dhambi hiyo ambayo umekuwa ukiifanya, ili akuandae kwa ajili ya kukuchukua ukaishi milele katika ufalme wake. Tunapokwenda kuomba, ninakusihi mchana wa leo na asubuhi ya leo, nyosha mkono wako tunapokwenda kuomba ombi hili kwa ajili ya kukutia moyo ili uweze kusogea karibu na Kristo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa baraka zako. Asante kwa uwepo wako. Asante kwa neema yako na upendo wako. Yupo ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel hii ya Mahubiri TV ambaye yupo kwenye dimbwi la dhambi, lakini nakusihi asubuhi ya leo, kama ulivyofanya kwa Mariamu, mwondoe katika dhambi hiyo. Yuko msikilizaji ambaye anasema amepambana na uzinzi, kwa nguvu zake ameshindwa, lakini kwa sababu wewe ni Mungu wa pekee na wa kweli, ninakusihi mpe nguvu ya Roho Mtakatifu, umwondoe kwenye changamoto hiyo ya dhambi ya uzinzi. Mwingine ni mwizi, ninakusihi mwondoe kwenye dhambi hiyo ya wizi. Tuma Roho wako Mtakatifu akae ndani yetu, atusaidie, atuwezeshe kushinda dhambi, na mwisho tuandalie kwa uzima wa milele. Tubariki Mungu wetu, uwe pamoja nasi, tunaomba tukiamini kwa jina lako Yesu, amen. Tumesikia